Serikali watahadharisha wakandarasi wote wanaojenga miradi mbalimbali ya kwamba hawataongezewa muda wa kukamilisha miradi hiyo. Na timu ya soka ya Simba yafunga safari kuelekea visiwani Zanzibar tayari kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa mwisho wa mkondo wa pili fainali za kombe la shirikisho barani Afrika. Habari ya asubuhi mpendwa mtazamaji wetu popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha asubuhi njema. Mimi ni Salma Shabani. Tunaanza na taarifa ya habari. Karibu sana. Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imewatahadharisha wakandarasi wote wanaojenga miradi mbalimbali kuwa hawataongezewa muda wa kukamilisha miradi hiyo na badala yake watadaiwa fidia pindi watakapochelewesha kazi. Kuringe Mungi anaarifu zaidi. Tahadhari hiyo imetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Ujenzi Bwana Abdalla Ulega wakati alipofanya ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje yenye urefu wa kilomita 120 na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Hatutaongeza muda. Ikiwa watafanya uzembe, hatutakuwa tayari na tutamdai yeye mkandarasi fidia ya kuchelewa. Na nimetoa maelekezo kwa miradi yote wanapochelewa, haswa ile miradi ambayo sisi tuna uhakika tunazo hela, lazima tuwadai fidia wanapochelewa. Aidha, waziri huyo akaweka wazi ujenzi wa barabara zaidi za juu katika jiji la Dar es Salaam. Mradi wa ujenzi wa flyover ya pale Dar es Salaam Moroko na Dar es Salaam Mwenge zitafanywa kwa kushirikiana na wenzetu wa Japan, JICA. Kwa hivyo hizo iko pale. Kuhusu usalama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato, Waziri Ulega akaweka wazi mpango uliopo, huku mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege TAA Bwana Abdul Mombokaleo akithibitisha kuanza kwa majaribio ya kuruka ndege mwezi ujao katika uwanja huo mpya. Uwanja utakuwa na fence. Ile fence peke yake itakuwa ni sawa na kilomita 41 zitazungushiwa fence. Kilomita 41 zote zitakuwa ndani ili kusudi kufanya uwanja uwe salama. Tunategemea kufanya test flight by June. Kuna mambo ambayo yapo kiutaratibu yanawekwa sawa. Kama mnavyojua, sekta ya anga inakuwa highly regulated, kwa maana kuna baadhi ya taratibu, kanuni lazima zikamilike. Mojawapo pia ni kufanya test flight. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kondoa pamoja na wananchi wa kata ya Haubi wamefanikisha operesheni maalum ya kutokomeza kilimo haramu cha bangi katika maeneo ya hifadhi ya milima ya Haubi wilayani Kondoa mkoani Dodoma. Tupate taarifa zaidi na Juma Abdurrahman. Akizungumza kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA, naibu mkuu wa kitengo cha mawasiliano ya serikali Daniel Kasokola amesema kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kondoa wamefanikiwa kuteketeza ekari 157 za mashamba ya bangi katika vijiji vya Mtomoko, Kinyasi na Haubi. Watuhumiwa 7 wakishikiliwa kwa mahojiano na pikipiki 2 zimekamatwa. Kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kondoa, umefanya operation katika wilaya ya Kondoa, hususan katika vijiji vya Nkomoko, Haubi, Mafai na Kinyasi, na kufanikiwa kuteketeza jumla ya ekari 157 za mashamba ya bangi, kukamata pikipiki 2 na tunawashikilia watu 7 wanaohusika kuhusiana na matukio hayo. Hii ni mara ya pili kufanyika kwa operation kama hii katika wilaya ya Kondoa, ikiwa ni sehemu ya jitihada za mamlaka za kuhakikisha inadhibiti uzalishaji na biashara ya bangi hapa nchini. Naye mkuu wa wilaya ya Kondoa Fatma Nyagasa amesema serikali ya wilaya hiyo itaendelea kushirikiana kwa karibu na DCEA kuhakikisha bangi inatokomezwa, huku akiwataka wananchi kuachana na kilimo hicho na kujikita katika kilimo halali cha mazao ya chakula na biashara na kulima kwenye maeneo yanayoruhusiwa kisheria. Tukifanya jitihada mbalimbali kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya, pia tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunateketeza mashamba hayo, lakini tunakamata wale ambao wanajihusisha na
uuzaji wa bangi, lakini kilimo cha bangi pia, lakini vile vile tunatoa elimu kwa wananchi wetu namna nzuri ambayo wanaweza kuachana na kilimo cha bangi, lakini kwenda kwenye kilimo kingine ambacho kinatija zaidi kwetu, kwao, lakini kwa taifa kwa ujumla. Kwa upande wa mwenyekiti wa kijiji cha Mafai, Shaibu Hamisi Kalinga, ameeleza namna viongozi wa kijiji walivyohamasika kuleta mabadiliko katika kudhibiti kilimo cha bangi kijijini hapo. Tuwe pamoja na operation wote kuhusu na idara zote zinazohusika ngazi ya taifa, ngazi ya mkoa hadi ngazi ya wilaya hadi kijiji kwa ajili ya kuteketeza zao hili la bangi. Naishukuru serikali kwa maamuzi uliyofanya kuamua na hiyo operation ya uteketezaji wa kilimo cha bangi, kwa sababu ina madhara makubwa, na wachache waliokuwa wanashiriki kwenye kilimo cha bangi ndani ya kijiji cha Mafai wameamua kujitoa kabisa na kuachana na kilimo cha bangi, kwa sababu itatuletea madhara kwa familia na jamii zetu. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Bodi ya maziwa nchini TDB imetoa onyo kwa wauzaji wa maziwa holela, ikiwemo wale wanaotumia chupa za maji kufuata utaratibu uliowekwa na bodi hiyo, kwa kuwa kitendo hicho kinahatarisha afya za walaji kutokana na usalama mdogo wa bidhaa hiyo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mwakilishi wa msajili TDP Deorinidei Mng'ong'o kuelekea maadhimisho ya wiki ya maziwa ambayo hufanyika kila mwaka Juni mosi, yakijikita zaidi katika kuhamasisha unywaji wa maziwa yaliyosindikwa. Amesema bodi hiyo imebaini kuwa maeneo mbalimbali yanayouzwa maziwa kiholela, ikiwemo kwenye vituo vya daladala na maeneo mengine ya usafiri, si salama, huku akiwataka wanywaji kujalia afya zao kwa kutonunua maziwa hayo. Kuwahamasisha tujikinge sisi wenyewe ulaji wa maziwa holela. Maziwa yasiyokuwa rasmi, maziwa yaliyokuwa barabarani hayana ubora. Yaani kwa kusema ukweli tu hayana ubora na wala hayajafikia vile viwango. Kwa wewe kama mlaji uwe mtu wa kwanza kuilinda afya yako. Akizungumzia hali ya uzalishaji wa maziwa nchini, Deorinidei amesema kiwango kimeongezeka kutoka lita bilioni 3.9 mwaka 2023-2024 hadi lita bilioni 4 mwaka huu, huku mratibu wa mradi wa TI3P wenye lengo la kuwawezesha wadau walio katika mnyororo wa sekta ya mifugo chini ya Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADP, Joseph Mabula, akisema katika kipindi cha miaka mitatu wamekopesha shilingi bilioni 38, lengo ni kufikia shilingi bilioni 75 ifikapo mwaka 2027. Zimeenda kwa ajili ya kujenga au kupanua viwanda. Kuna pesa ambazo zimeenda kwa ajili ya kuwezesha ununuzi wa ng'ombe, yani ng'ombe wa kisasa, mitambo ya kisasa. Kuna pesa ambazo zimeenda kwa ajili ya makundi maalum kama ya wanawake, vijana, pamoja na magrupu mengine. Lakini mikopo yetu huwa tunaitoa ikiwa inaambatana pia na ruzuku, hasa kwa ajili ya wale wafugaji wadogo wadogo. Ni Yakini Mwakatobe, Channel 10. Wafanyabiashara wa Ubungo mkoani Dar es Salaam, hususan wanaofanya biashara zao maeneo ya Goba na Madale, wametakiwa kufuata sheria kwa kurasimisha biashara zao Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA ili waweze kukadiriwa na kulipa kodi stahiki. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na Katibu Utawala wa Wilaya ya Ubungo Hassan Mkwawa alipokuwa akizungumza na maafisa wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo, na kueleza kuwa kuna biashara nyingi mpya zinazoanzishwa katika maeneo hayo ambazo bado hazijarasimishwa, hivyo wamewataka kufuata sheria ili waweze kulipa kodi. Amewakumbusha wafanyabiashara kuendelea kutumia mashine za EFD kutolea risiti, kwani matumizi ya mashine hizo ndio msingi wa watu kulipa kodi halali, kwa sababu mashine hiyo inayo uwezo wa kuonyesha mauzo yake yote yaliyotolewa risiti. Bado kuna move, yani tuseme kuna move ndogo ya watu kwenda kurasimisha biashara zao, lakini pia kwenda kufanyiwa makadirio ya biashara zao kwa ajili ya waanze kulipa kodi. Natambua kulikuwa na changamoto wakati mwingine mbalimbali za kulipa kodi, lakini kikubwa wakati mwingine ni ufahamu na nini hasa wanapaswa walipe na nini hasa wanapaswa kufanya. Kwa hiyo hili zoezi ambalo ndugu zetu watielewa na liendesha ni nzuri, kwa sababu kwanza linatoa elimu kwa walipa kodi moja, lakini pia linawakumbusha wale ambao tayari wamesajiliwa kwenye ulipaji wa kodi waweze kulipa kodi zao kwa wakati
Naye afisa msimamizi wa kodi kutoka TRA mkoa wa Kikodi Tegeta, Bi Messi Macha, amesema katika zoezi hilo wamebaini kuwa kuna wafanyabiashara wengi wapya na baadhi yao wa zamani bado hawajakadiriwa, hivyo wamewashauri wafike katika ofisi za TRA kwenye maeneo yao kwa ajili ya kukadiriwa na kufanya malipo ya kodi zao. Siku mbili tulizofanya matembezi ya mlango kwa mlango tukielimisha kwa maeneo ya Goba, tulichobaini ni kwamba wafanyabiashara wengi wa eneo la Goba hawajafanyia makadirio, hivyo tumewaelimisha na wengine tumewafanyia makadirio eneo hili tukiwa kwenye zoezi huku mtaani, na wengine kuwahimiza kufika kwa wale ambao hawakuwa kwenye biashara zao, kufika ofisi zetu za TRA Goba kwa Ndambi ili kuweza kupata makadirio yao ya mwaka huu na kulipa ile awamu ya kwanza ya kodi ya mwaka huu. Nashukuru wameweza kutupa elimu ya kutuza kumbukumbu ya mauzo yetu ili kuweza kupata makadirio yaliyo sahihi. Esther Mtebe, Channel 10. Ujenzi wa bweni la shule ya sekondari Nyasa yenye kidato cha kwanza hadi cha 6 katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma linakwenda kusaidia kupunguza mimba na utoro kwa wanafunzi kutokana na baadhi yao kutembea kilomita zaidi ya 20 kufuata masomo shuleni hapo, hali ambayo ilikuwa inapelekea hata kiwango cha ufaulu kuwa duni. Ditha Nyoni anaarifu zaidi kutoka Ruvuma. Awali wakishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baadhi ya wanafunzi wanasema nyakati za usiku walikuwa wanakumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo kufanyiwa ukatili wa kijinsia, huku wakati mwingine kitanda kimoja kinawalazimu kulala wawili, hali ambayo ilikuwa inatarisha afya zao. Tulikuwa tukitoka prepo tukifika njiani kukutana na vishawishi vingi. Kwa mfano, nakuta labda msichana unafanya ukatili wa kijinsia kama kubakwa na kadhalika. Hata hivyo, hivi vitu vilipelekea wasichana washindwe kuja wakati wa prepo na kuzoofisha ufaulu wao kwa ujumla. Kitu kingine kimesaidia katika masuala ya afya, kwa sababu tunaona miundombinu iliyotengenezwa hapo ndani inatusaidia sisi wanafunzi. Hata kama mtu ni mlemavu, imeweka miundombinu rafiki kwake. Nipende kuishukuru serikali na pia ninaahidi kwamba tutalitunza hili bweni hata watakapofika watu wengine kuendelea kuitumia zaidi na zaidi. Kwa upande wa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Nyasa Nosile Mtweve, amesema shule ilipokea shilingi milioni 130 kwa ajili ya ujenzi wa bweni hilo lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 80 ambalo limekamilika kwa 100%, huku mahudhurio ya wanafunzi yakiwa yameongezeka kwa kuwa wanakaa shuleni hapo na kufanya kiwango cha ufaulu kwa kidato cha 2 na 4 kuongezeka. Kila mwaka wanafunzi wanaongezeka kwenda kidato cha 5, na hata hivyo saizi tumepata shule hii ya Nyasa Sekondari kuwa ni high school kupata wanafunzi wa kidato cha 5 kwa kutokana na matokeo yetu yalivyokuwa yanaendelea, na hili bweni litazidi kutuongezea kiwango zaidi cha ufaulu kwa sababu wanafunzi wanapenda kukaa shuleni wajifunze zaidi. Kutokuwa na bweni hili ni mimba za mtaani. Watoto wa kike asilimia kubwa walikuwa wakitoka hapa shuleni wanakutana na vijana njiani, wanawatongoza, hatimaye wanapata mimba. Lakini sasa hizi tumeweza kulidhibiti kupitia hili bweni kwa sababu tumewakusanya wasichana wote wanakaa hapa shuleni na wanapata masomo na wanalala hapa. Kutoka Ruvuma, Ditha Nyoni, Channel 10. Wananchi wa wilaya ya Ilala wametakiwa kutumia muda uliobaki wa siku ya leo kuhakiki taarifa zao katika daftari la mpiga kura ili baadaye kupata fursa ya kwenda kuchagua viongozi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Hamisi Suleiman ana taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ametoa wito huo wakati akizungumza na Channel 10 kuhusu mwenendo wa zoezi hilo ambalo linamalizika Mei 22. Kwenye maboresho ya daftari la kudumu la wapiga kura kwa wilaya yetu Ilala linaendelea vizuri sana. Na nipende kutumia nafasi hii kuwashukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kazi kubwa ambao wameendelea kuifanya, lakini pia kuendelea kuhakiki kwamba hawamwachi Mtanzania yoyote mwenye sifa ya kupiga kura kwamba anaenda kupiga kura. Hivyo linaendelea vizuri katika majimbo yetu yote manne. Tuna majimbo manne katika wilaya yetu ya Ilala. Zoezi linaendelea vizuri. Mpaka sasa hakuna changamoto yoyote. Wito wangu ni kwamba kwa wana Ilala wote twendeni tukajitokeze kwa wingi tukaboreshe, lakini pia ambaye mtu anajua kwamba alishaandikisha aende kuhakiki kwamba picha, jina, vyote viko sawa katika vituo ambavyo vipo. Mpogolo pia akazungumzia hali ya ulinzi na usalama katika wilaya Ilala na kueleza kuwa hali ya usalama imeimarika, lakini akawakumbusha wananchi kuwa macho na kutoa taarifa pindi
wanapoona hali yoyote inaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Jambo lingine niendelee kuwasihi wana Ilala kwamba sisi kama wilaya ya Ilala kwa kutumia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tumeenda kuhakikisha kwamba tunaimarisha ulinzi na usalama katika wilaya yetu, na tuendelee kuwasihi wale wote ambao wanategemea kuja Ilala kufanya vurugu, sio wilaya sahihi, kwa maana yake na sisi hatutaweza kuwaachia. Tumemsikia Mheshimiwa Rais akizungumza swala la usimamizi wa usalama katika maeneo yetu. Hivyo na sisi kama wilaya tutahakikisha tunaenda kusimamia kwa dhati kabisa usalama wa wilaya yetu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Upotoshaji wa upatikanaji wa haki kupitia rushwa kwa watumishi wa mamlaka za haki, wazazi, jamii na walezi mkoani Kigoma umeelezwa kuwa chanzo cha kuendelea kuwepo kwa vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto. Taarifa zaidi na Mojabu Hoza. Kauli hiyo imetolewa wakati wa kikao cha tathmini ya mpango wa kupunguza vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto mkoani Kigoma, ambapo katika harakati za upatikanaji wa haki za vitendo vya ukatili kumekuwa na upotoshaji wa ukweli miongoni mwa jamii ama mamlaka za utoaji wa haki. Kuna vitu vitatu ambavyo vinategemeana ili kesi ya manusura aweze kupata haki yake. Kuna polisi, kuna hospitali kama kesi yake inampelekea kwenda kupata labda kufanya vipimo vyovyote kudhibitisha kwamba kweli kafanywa kitu fulani, na pia kuna mahakama. Sasa hii sehemu moja ikikwama, ina maana inasababisha yule manusura asipate haki yake ya msingi. Mchakato wa kesi unaanzia, upelelezi unaanza huko chini ya jeshi la polisi, na mpaka unapokuja kwenye ofisi ya mashtaka na mahakamani, inakuwa kwamba baada ya muda fulani unakuta hizi familia zinataka kumaliza haya mambo nje ya kisheria. Kiachilia mbali kuwepo kwa sheria na sera, bado ongezeko la vitendo vya ukatili limekuwa likishika kasi katika jamii, ambapo serikali na shirika la UN Women wamekutanisha wataalamu wa kisekta wanaohusika na utoaji wa haki ili kutathmini hali ya ukatili na utatuzi wake. Vitu vya ukatili vipo, matukio yapo, yanaripotiwa kila siku kwenye vyombo vya habari tunaona. Hii ni kuashiria kwamba vitu vya ukatili vipo, na kwa sababu hiyo hatuwezi kunyamaza kimya. Tunatamani sasa wadau wote kwa pamoja tuelekeze nguvu namna kutumia hizo fursa ambazo tayari kwa mujibu wa mkakati zimewekwa, ili tuongeze nguvu, tushirikiane, tupeleke elimu zaidi, lakini kubwa wale watakaoonekana kwamba wanafanya vitendo hivyo, sheria ichukue mkondo wake. Uelewa mdogo, umaskini na mila potofu ni sababu ya ongezeko la vitendo vya ukatili, ambapo wadau wa maendeleo wanaeleza namna ambavyo watatoa elimu kwa jamii katika mapambano dhidi ya ukatili huo. Kuwa tunafanya mikutano na kuendelea kutoa elimu katika maeneo ya wazi, maeneo ya masoko, kwenye stendi, kuhakikisha kwamba jamii inaelimika na kuendelea kupinga ukatili unaofanyika. Majabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Wakati afisi ya msajili wa vyama vya siasa ikiendelea na zoezi la uhakiki wa uendeshaji wa vyama vya siasa Zanzibar, imebainika kuwa vyama vingi havina wataalamu wa fedha, hali inayotishia uwepo wa upotevu mkubwa wa michango ya wanachama na fedha za ruzuku. Tupate taarifa zaidi. Ni siku ya 3 ya ziara ya uhakiki wa uendeshaji wa vyama vya siasa Tanzania upande wa Zanzibar. Mkuu wa sehemu ya ruzuku ya vyama vya siasa afisi ya msajili CPA Edmund Mugasha anasema katika siku ya 3 ya ziara wamebaini changamoto ya wataalamu wa masuala ya fedha kwa baadhi ya vyama vya siasa. Ni baadhi ya vyama ambavyo tumevikagua havina rekodi nzuri za fedha. Kwa hiyo wengi wametumia fedha, tunasema fedha mbichi, yani fedha ambazo zinatumika pasipo kuingia benki. Kwa hiyo tumewasisitiza jambo hilo ni la msingi, kwa sababu vyama vyote vimepaswa kuwa na account ya benki na wengi wana account za benki, na tumesisitiza fedha yoyote inayopokelewa lazima ipite benki ndio itolewe benki ifanye matumizi. Kwa hiyo vingi tulivyopita, kwa vichache tulivyoviona vyenye mapungufu, vina upungufu wa kutokuwa na wataalamu, na upungufu wa kutokuwa na wataalamu kunapelekea fedha nyingi kutumika nje ya mfumo. Mbali ya kubainisha changamoto hiyo, Edmund anasema wamewashauri viongozi wa vyama vya siasa kuhakikisha wanaliangalia kwa kina suala la utunzaji wa fedha kwa maendeleo ya vyama vyao. Tunazidi kuwahimiza vyama vya siasa. Sheria na kanuni zile za fedha zinaweka wazi bayana. Vyama vyote vinapaswa kuwa na account benki. Vyama vyote vinapaswa kuwa na risiti. Vyama vyote vinapaswa kuwa na hati za malipo.
na vyama vyote vinapaswa kuweka kumbukumbu za hati za malipo. Baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanaelezea umuhimu wa ziara hiyo ya afisi ya msajili wa vyama vya siasa. Nafurahi sana kufikiwa na ukaguzi huu. Naona ni marekebisho mengi ambayo wameniambia yapate kufanyika. Kuna vitu vingine ambavyo vimeshafanya, kuna vitu vingine bado kidogo ambavyo kubitimiza. Pamoja na kukamilisha takwa la kisheria la kazi yake, kwetu pia linanyanyua mwamsho wa utendaji kazi kwenye vyama, na kwetu tuko vizuri, lakini kwa bahati kuna mapungufu mawili matatu tutajirekebisha nayo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Klabu ya soka ya Simba imeondoka jana kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kabla ya mchezo wa marudiano wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa New Aman Complex dhidi ya RS Berkane ya Morocco siku ya Jumapili tarehe 25 mwezi Mei kuanzia saa 10 kamili jioni. Safari ya Simba kuelekea Zanzibar imefuatia uamuzi wa shirikisho la soka barani Afrika CAF wa kuhamisha mchezo huo kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ambapo awali ulikuwa umepangwa kufanyika. Ingawa matumaini na morali ndani ya kikosi cha Simba ni ya hali ya juu, timu hiyo inakabiliwa na kibarua kigumu baada ya kupoteza mchezo wa mkondo wa kwanza wa mabao 2-0 dhidi ya RS Berkane katika uwanja wa manispaa ya Berkane nchini Morocco wiki iliyopita. Simba sasa inalazimika kushinda kwa tofauti ya zaidi ya mabao 2 ili kutoa ubingwa huo kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo na soka la Tanzania kwa ujumla. Mwisho wa taarifa ya habari ya asubuhi hii. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tutaangazia vichwa vya habari vya magazeti ya leo hii. Mimi ni Salma Shabani, endelea kusalia nasi.